Na kwenye biashara, mradi uliosubiriwa kwa hamu wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta utaanza mwezi ujao baada ya kucheleweshwa kwa miaka kadhaa, hali ambayo imeathiri sekta ya uchukuzi wa ndege humu nchini. Hii ni kufuatia kutiwa saini kwa mkataba wa upanuzi huo wa shilingi bilioni 154.2 na shirika la Uchina la ujenzi wa barabara na madaraja, unaotarajiwa kuwezesha uwanja huo wa ndege kuwashughulikia wasafiri milioni 20 katika kipindi cha miaka mitatu ijayo. Taarifa hiyo na nyinginezo ni katika mkusanyiko wa taarifa zetu za biashara. Chini ya mpango huo wa kuimarisha uwanja huo, kituo kipya cha abiria kitajengwa pamoja na ukarabati wa vituo vilivyoko kwenye uwanja huo na kuimarishwa kwa shughuli za angani na nchi kavu. Mradi huu utakapokamilika, uwanja huo wa JKIA utakuwa na uwezo wa kushughulikia abiria milioni 22 kwa mwaka. Waziri wa uchukuzi Davis Chirchir amesema kuwa upanuzi huo unanuia kuimarisha hadhi ya Kenya kama kitovu cha uchukuzi wa ndege, biashara na usafiri katika kanda hii. This development is therefore not merely an infrastructure project. It is a strategic national investment that will secure Kenya's competitiveness for generations to come. Wakati huo serikali inatetea matumizi na ujumuishaji wa hatua za usalama wa mtandaoni, huku visa vya udanganyifu vikiongezeka. Kulingana na katibu wa vyama vya ushirika Patrick Kilemi, taasisi za kifedha zinakabiliwa na vitisho vya mtandaoni, vikiwemo udukuzi wa mifumo ya mtandaoni. Ripoti ya hivi punde ya halmashauri ya mawasiliano nchini kuhusu usalama mtandaoni inaashiria kwamba shirika la kitaifa kuhusu usalama mtandaoni liligundua zaidi ya vitisho bilioni 3.3 vya mtandaoni baina ya mwezi Januari na Machi mwaka huu. The expansion of SACCOs must be accompanied by stronger safeguards. Growth without governance, innovation without security, inclusion without consumer protection can expose members and wider financial systems to an unacceptable risk. Our responsibility as government and regulators is to therefore to create an enabling environment in which SACCOs can grow, innovate and compete while remaining safe, transparent and accountable to their members. Na hatimaye kampuni ya utoaji huduma za teksi kupitia mtandaoni ya Little Cab imejumuisha programu yake ya malipo na mfumo wa kielektroniki wa usimamizi wa ulipaji ushuru e-TIMS wa halmashauri ya ukusanyaji mapato nchini KRA. Hii itawezesha kutayarishwa kwa njia ya kielektroniki kwa hati za malipo za e-TIMS kwa wateja wote, hii ikiwa hatua muhimu katika kuanzisha mfumo wa kidijitali kwenye huduma za uchukuzi wa teksi humu nchini. Or rather, what KRA has provided is a way by which we have plugged into their digital platform and had the e-TIMS integration, so that when now they are able to invoice their clients, particularly corporate clients, the clients receive the e-TIMS compliant invoice. Briton Elia, Darubini.